hapana, Daudi hajaja kukufariji. Daudi amekuja kuipeleleza nchi, amekuja kuiangamiza, amekuja kuiangalia hii nchi. Na kwa sababu huyu Hanuni bila kuelewa na kuchuja ushauri huu, akaamua kuwatendea vibaya wajumbe ambao waliokuwa wametumwa na Daudi kwenda kumfariji. Akaamua kuwatendea vibaya, na moja ya matendo ambayo yalikuwa ni aibu kwa taifa na tamaduni za Kiisraeli, kumchania mtu nguo pamoja na kumnyoa nusu ndevu. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia nusu ndevu zinanyolewaje, mzee Aroni. Je, unanyoa za juu, za chini unaacha? Lakini inaonekana ni kwamba watu hawa walinyolewa upande huu na upande huu wakabaki kama jinsi walivyo, halafu wakachaniwa na nguo zao. Lilikuwa ni tusi kubwa sana kwa Daudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maeneo haya, jambo ambalo tunatamani tujifunze mchana huu wa leo, na ujumbe ambao kama kanisa letu la AIC tumeuchukua kuwa ni mstari mama ambao ndio kiongozi wetu, na leo tunatamani tujifunze uwe hodari na moyo mkuu, na Bwana atatenda yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yako mambo makuu matatu ambayo katika hayo nitakupitisha, mwana wa Mungu, nitakupitisha. Jambo la kwanza ambalo tunaliona ili kwa namna gani tunaweza kuwa hodari kama Wakristo, kwa namna gani tunaweza kuwa hodari. Jambo la kwanza kwa kuto kukubali kutahayarishwa na adui kwa mtazamo wake hasi. Ili tuwe hodari katika mwaka huu, ni lazima kila mmoja wetu asikubali kuaibishwa na adui kwa sababu ya mtazamo wake ulio mbaya. Na hii sababu utaitazama katika sura hiyo ya 19 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inaeleza jinsi ambavyo watu hawa walivyotendewa vibaya, na kwa sababu walitendewa vibaya lilikuwa ni jambo la aibu. Na kama sisi ni hodari, hatuwezi kama Wakristo na wacha Mungu ambao Kristo ametufia msalabani, hatutakubali adui atutendee vitu vya aibu katikati ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mazingira haya wakati mwingine huwa ni mazuri kuyapokea, maana najua wakati wa joto na mwingine sasa anaweza kuwa yuko mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani alishawahi kuchunga ng'ombe? Aliyewahi kuchunga ng'ombe? Ng'ombe wana tabia moja, wakila kabisa vizuri, ukawapeleka kwenye majani mazuri, wakala wanalala. Sasa Mkristo akilala tunaweza tukamuuliza amekula sifa akamaliza, bado kuna neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaeleza ya kwamba ili tuwe hodari ni lazima tusikubali adui atutahayarishe, atuaibishe kwa sababu ya mtazamo wake. Tazama katika maisha yetu, Daudi alikuwa na ujumbe mzuri wa kupeleka neno la faraja kwenye familia ya Hunani, na badala yake mtazamo wa watu walio kwenda kumfasiria ujumbe wa Daudi na wale wajumbe wake, ujumbe ule ukafasiriwa kwa mtazamo hasi. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza kwamba mtazamo wa Daudi ulikuwa mzuri mno. Mtazamo wetu tunapoanza mwaka, kila mmoja ana uwezo wa kuweka malengo, lakini mara adui anapoingia hutamani kuharibu picha nzima ya malengo yetu. Katika mwaka huu Mungu analo neno kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Analo neno, nalo ni zuri, ni kwamba tuwe hodari na moyo wa namna gani? Wa ushujaa, tukikaa tukijua kwamba hatutaaibishwa, badala yake Bwana atatenda mambo yaliyo mema katikati ya maisha yetu.
katikati ya familia yako, katikati ya kazi yako, katikati ya ofisi yako, katikati ya watoto wako, mahali ambapo adui anatamani kutuaibisha, tumuite huyu Mungu, yeye atatufanya kuwa hodari. Katika taifa la Israeli, tunakumbuka taifa hili Mungu analitoa kutoka Misri, anasafiri pamoja nalo, linafika katika nchi moja ya Moabu, na wanamkuta yuko mfalme mmoja anaitwa Balaki. Balaki alikuwa ni mfalme akimiliki kipindi kile nchi ya Moabu, na kwa sababu hiyo, baada ya taifa hili limeahidiwa taifa hili liende katika nchi ya Kanani, na kwa sababu ya safari linafika katika nchi ya Moabu, linakutana na mfalme mmoja aliyeitwa Balaki. Balaki anaamua, analiona taifa, anavyoliona taifa anasema hawa ni wabaya wangu, na badala yake, kwa sababu huyo mfalme wa Moabu alikuwa anaamini katika ulozi, alikuwa anaamini katika uganga, alikuwa anaamini katika uchawi, akamtafuta mtu mmoja aliyekuwa mtaalamu wa kufanya nini? Wa kuwalaani. Naye anaitwa nani? Balaam. Balaam anatokea, anaambiwa ya kwamba taifa hilo lina safari. Kumbuka, lengo la taifa la Israeli sio kwenda kuharibu Moabu. Lengo la taifa la Israeli ni njia linapita, linaelekea mahala. Na kwa sababu hiyo, ujumbe wa watu hawa na Waisraeli ulitafsiriwa vibaya na huyu mfalme wa Amoni, mfalme wa Moabu. Na kwa sababu hiyo, anatafutwa mtu mmoja aliyeitwa Balaam. Anakwenda, anaambiwa, mwiteni Balaam mahali hapa. Mwiteni Balaam. Ni mtaalamu aliyeaminiwa kwa uchawi katikati ya Moabu yote, katikati ya miungu yote. Waliokuwa na sadiki waliamini kwamba Balaam ataweza kuwalaani taifa hili lote, ataweza kuwalaani na laana maana yake ni aibu, maana yake ataweza kuwaibisha. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba baada ya yule mtu ambaye aliyeaminiwa ya kwamba atawalaani taifa teule la Mungu, taifa ambalo Mungu amesema hakuna mwenye kulilaani, anatokea Balaam, anasema, anakutana na ujumbe kutoka kwa mnyama mmoja anaitwa punda. Punda anazungumza, anamwambia Balaam, kumbuka, nimekubeba miaka mingi. Angalia, kwani siku zote nimekuwa mstaarabu, umenipanda, umetembea pamoja na mimi. Leo huwezi fikiri kuna kitu chochote. Hauwezi ukafikiri kwamba kuna mazingira tofauti. Hauwezi ukafikiri hicho. Kumbuka, anakwenda kuwalaani taifa la Mungu, taifa ambalo Bwana amelibarikia tangu kwa Ibrahimu, taifa ambalo Bwana amelibarikia tangu kwa Yakobo, taifa ambalo Mungu ameliteua, anasafiri nalo analipeleke. Balaam anahitaji kwenda kuwalaani. Biblia inasema katika ile Hesabu, anasema, nitawalaanije yeye ambaye Mungu hakuwalaani? Bwana Yesu asifiwe. Nitawalaani kwa namna gani? Nitawaibisha kwa namna gani wale ambao Bwana hajawaibisha tangu hapo kwanza? Nataka nikwambie mtu wa Mungu liyeko mahali hapa, Biblia yangu inanieleza wewe ni taifa teule la Mungu. Hautalaaniwa kwenye majira ya namna yote. Huyu Bwana atakunyanyua. Biblia inasema ya kwamba Balaam anasema ujumbe huu ya kwamba katika eneo hili ninaona sina nafasi ya kuwalaani watu hawa, badala yake mimi nitawabariki. Badala yake anaanza kuwaona, nitalilaanije taifa hili ambalo naona lina nguvu kama za nyati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ujumbe wa uhodari katikati ya maisha yetu. Ni ujumbe wa uhodari ya kwamba adui hatapata nafasi ya kutuaibisha tena. Hatapata nafasi. Kwenye madeni, mwaka jana uliharibiwa na sura ya madeni. Mwaka huu Mungu akakutengenezee mpango wa kwako, badala ya wewe kukopa na wewe wakopeshe wengine. Badala ya wewe kugongewa mara kwa mara, unagongewa hodi, unadaiwa, au wakati mwingine umedhalilishwa vya kutosha. Badala yake Bwana
akakupe mafuta ya shangwe katika jina la Yesu. Namuona mwanamke mmoja katika Biblia ambaye alikuwa ni mama ambaye alikuwa akimtumikia Mungu pamoja na mume wake. Mume wake alikuwa ni nabii, na katikati ya safari ya maisha mume wake anafariki, na baada ya kufariki mume wake, mama huyu anaachiwa madeni. Mama anaachiwa madeni. Anaenda kwa Elisha, anamwambia Elisha, tazama mtumishi mlikuwa pamoja naye ofisi moja, na mimi kuna mtumwa, kuna mtu ananidai, na amesema atawachukua watoto wangu wawe watumwa. Kuchukuliwa watoto wako kwenda kutumikishwa ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Watoto wa huyu mama anatafakari, anapomtazama mtoto wake akatumikishwe utumwa ili alipe deni. Mama huyu anasikia udhaifu moyoni mwake, anasikia kuhofu, anasikia kutokuendelea, anasikia ni bora mume wangu angelikuwepo. Mama huyu anaenda kwa Elisha, anamwambia Elisha, tazama mtumishi wako, mlikuwa pamoja naye ofisi moja, mlitabiri pamoja naye, mlizungumza vitu vikubwa na Mungu aliwatendea. Watoto wangu wataenda utumwani. Elisha akamwambia, liko neno la matumaini. Mama, una nini nyumbani mwako? Una nini cha kuanzia? Mtu wa Mungu, kwenye mwaka huu anza na hicho kidogo. Anza na hicho kidogo. Anza na hicho kidogo. Tatizo lako unataka vikubwa, anza na kidogo. Mwanamke huyu anaanza na kidogo, anaambiwa, mama, una mafuta kidogo. Ndio, kakusanye vitu vingi vilivyoko kwa majirani. Tena Biblia inasema ya kwamba usitake vichache, taka vingi. Unavyo vidogo, una mafuta kidogo, taka vingi. Anamwambia taka vingi. Baada ya kwenda kuvitaka vingi, anamimina mafuta, anamimina mafuta, anamimina mafuta, anamimina mafuta, anamimina mafuta. Wako wapi watu wa Magomeni mahali hapa? Anamimina tena mafuta, anamimina tena mafuta. Halafu ghafla anamwambia mtoto, anasema, mama, vyombo vimeisha. Unasemaje? Vyombo vimeisha. Na mafuta yakakata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia uhodari wa huyu mama. Akaambiwa, uza mafuta ulio nayo, cha kwanza kalipe deni, yanayobaki tumia wewe na familia yako. Mwanamke aibu yake inaondoka, aibu yake inaondoka. Bwana anamtendea mazuri kwenye mwaka huu. Tutaanza na kidogo, tutakikuza, maana sisi ni hodari. Sisi ni hodari. Daudi hakubali uzembe huu, hakukubali kuaibishwa hivyo. Akasema, nitapanga vita, nitapanga vita, nitapanga vita. Katika maisha yetu kuna vitu ambavyo adui anaweza kukutaka kukuaibisha. Nakumbuka mama mmoja mahali fulani, ilifika mahali ugonjwa wako alikosa ujasiri kabisa. Aliugua na kansa. Mara ya kwanza kwenye maisha yangu kumwona mtu mwenye kansa, nikasema kansa isikie tu. Mara ya kwanza namuona mama ambaye amekatwa titi lake, amekatwa titi lake.